إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، إني وجه الله سبحانه وتعالى. الله في كل خطب حسبنا وكفى، إليه نرفع شكوانا ونبتهل، من ذا نلوذ به في كشف كربتنا، ومن عليه سوى الرحمن نتكل. Katika kila jambo lililokuwa zito linalompata mwanadamu, anatoshelezwa kuondoshewa na jambo hilo na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani ni nani tunayemnyanyulia mashtaka? Ni nani tunayempelekea mahitajio yetu? Ni nani ambaye tunajidhalilisha kwake yeye isipokuwa Allah? Man dha naludhu bihi fi kashfi kurbatina, ni nani tunayemkimbilia kwenye kuondosha matatizo yetu? Wa man alayhi siwa arrahmani natakilu, na ni nani asiyekuwa arrahman tunayemtegemea, tunayemtaka msaada, tunayemtaka uokovu? Ni nani asiyekuwa arrahman? Bila shaka ni yeye tabaraka wa taala. Ibadallah, man lajaa ila Allah subhanahu wa taala jazahu Allah al-amna min al-khawfi wal-hidayata ila as-sirati al-mustaqim. Yeyote mwenye kujikimbiliza kwa Allah, mwenye kukimbia kwa Allah, mwenye kumkimbilia Allah, yeyote yule Mola wake atamlipa kwa kumpa amani, utulivu, sakina, waqar, kutokamana na hofu iliyokuwa imemtanda. Lakini pia Mola wake atamlipa kwa kumpa hidayah, kwa kumpa uongofu, na kwa kumpa usahihi, na kwa kumuongoza kwenye njia iliyonyooka. Qala Maula jalla wa ala, Allah subhanahu nasema, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wale ambao wameamini, wamemwamini Mola wao, wameamini yale ambayo yanaofungamana na Mola wao, kwamba yeye ndiye mwenye kuabudiwa na ndiye mwenye kupelekewa mashtaka, na yeye ndiye mwenye kuombwa, na yeye ndiye mwenye kukinga. Alladhina amanu, wale ambao wameamini wakawa ni wakweli kwenye imani yao, wakawa ni wakweli kwenye yale mafungamano yao. Kisha walam yalbisu imanahum bidhulmin, na hawakuichanganya imani yao na dhulma. Ulaika lahumul amnu, hao ndio wenye amani. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, na hao ndio walioongozwa. Kuongozwa kwa mwanadamu, kupata amani kwa mwanadamu, kunafungamana na al-iman wa tauhid. Kuongozwa kwa mwanadamu, kupata utulivu mwanadamu kwenye nafsi yake, kwenye familia yake, kwenye jamii yake,
kwenye ukoo wake, kwenye nchi yake, kwenye dunia yake aliyonayo, imani hiyo haiwezi kupatikana, amani hiyo haiwezi kupatikana, uongofu hautoweza kupatikana kwa mtu yeyote akaweza kuijua njia iliyonyooka, akaweza kujua ni upi mfumo uliokuwa sahihi, isipokuwa pale ambapo atakapoambatana na tauhidullah na kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Amani inakuja ya nafsi yako kutulizana, kuwa imeshiba katika kumwelewa Mola wako. Nafsi yako itapata utulivu kisawasawa, kwamba ninapopatwa na matatizo nimwendee nani. Amani yako ya moyo inapatikana hinama takunu muwahida, pale unapokuwa ni mwenye kumpokesha Mola wako subhanahu wa ta'ala peke yake. Lakini kinyume na hivyo hautoweza kupata amani, bali hofu itaendelea kukutanda kwenye nafsi yako na maisha yako. Aya hii ilipoteremka, ibadallah, masahaba walifahamu na wakasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ayyuna lam yadhlim nafsah, kama Allah anasema na hakuichanganya nafsi yake na dhulma, basi ni nani katika sisi wanadamu ambaye hajaidhulumu nafsi yake? Ukijiangalia ulimdhulumu fulani kwenye maneno, ukijiangalia ulimsengenya fulani katika jambo fulani, ukijitazama unaona kuna haki ya mtu fulani umeipunguza. Wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayyuna lam yadhlim nafsah, basi ni nani ambaye hajaidhulumu nafsi yake? Kama aya hii inasema wale ambao wameamini na hawakuzichanganya imani zao na dhulma, hao ndio watakuwa na amani na hao ndio watakuwa wameongozwa. Basi ni nani kati yetu sisi wanadamu ambaye hajafanya dhulma ya nafsi yake? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema, laysa al-amru kama tadhunnun, jambo halipo hivyo kama mnavyodhania. Alam tasma'u qawla Luqmana libnihi, hivi je hamjaisikia kauli ya Luqmani alipomwambia mwanae, ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Ewe mtoto wangu kipenzi, ewe furaha ya nafsi yangu, ewe tulizo la moyo wangu, ya bunayya la tushrik billah, usimshirikishe Mola wako. Inna shirka la dhulmun adhim, ushirikina ni dhulma kubwa sana. Masahaba wakaelewa kwamba yule ambaye mwenye imani ya sawasawa hawezi kuichanganya imani yake na ushirikina. Baada ya maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-amnu ibadallah, amani na utulivu unapatikana kwenye nyoyo bitauhidillah, kwa kumpokesha Allah peke yake kwenye kila haja. Allahu fi kulli khatbin hasbuna wa kafa, ilayhi narfa'u shakwana wa nabtahilu. Faqad amara Allah subhanahu wa ta'ala Quraishan, Allah aliwaamrisha Makuraish, tena makafiri wa Makka aliwaamrisha jambo la wao kumwabudu Allah peke yake, kwamba Allah subhanahu aliwaamrisha wahakikishe huu msingi wa kumtegemea na kumwabudu Mola wao peke yake subhanahu wa ta'ala. Wakifanya hivi watapata amani na watapata vyakula kwa kiwango kikubwa, na wataondokwa na njaa inayowasumbua, na wataondokwa na hofu waliokuwa nayo. Liilafi Quraish ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf, safari zao zile za kusi na kaskazi walizokuwa wanasafiri kwa lengo la biashara, kutafuta mali na kuondosha njaa. Allah anawaambia, falyabudu rabb hadha albayt, basi wamwabudu Mola wa nyumba hii Kaaba Makka. Falyabudu rabb hadha albayt, hawa watu hawa wamwabudu mwenye hii nyumba. Falyabudu rabb hadha albayt alladhi, Mola ambaye at'amahum min ju'in, amewapa chakula kutokamana na njaa, wa amanahum min khawf, na akawaletea amani, utulivu kutokamana na hofu waliokuwa nayo pindi wanaposafiri kwenda masafa ya mbali, pindi wanapobeba bidhaa zao, wanapobeba biashara zao, na wanakatiza kwenye fayafi, wanakatiza kwenye majabali,
nyakati za usiku, nyakati za mchana, maeneo yasiyokuwa na watu, wakawa na hofu. Allah akamwambia falyabudu, basi wamwabudu rabb hadha albayt. Msingi wa kupatikana utulivu wa biashara yako, msingi wa kupata utulivu wa familia yako, msingi wa kupata utulivu kwenye nafsi yako, falitabud rabb hadha albayt, muabudu mola wa nyumba hii ibadallah. Walihadha, na kwa hii mantiki pia vile vile Nabiyullah Ibrahim alayhi salam alimwambia mola wake kumuomba kunako mji wa Makka uwe ni mji uliojaa amani. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ewe Allah, Muhammad, kumbuka pale ambapo Ibrahim aliposema kumwambia mola wake rabbi ij'al hadha baladan amina, ewe mola ufanye mji huu wa Makka uwe ni mji wenye amani, wenye tauhidi ya kukupekesha peke yako subhanahu wa ta'ala. Balada hadha aminan, ufanye mji huu kuwa ni mji wenye amani. Warzuq ahlahu min ath-thamarati, waruzuku watu wake matunda na vyakula mbalimbali. Lakini akasema man amana minhum billahi wal yawmil akhir, riziki na mafanikio ya vyakula na mafanikio ya maisha yao ya Rab yateremshe kwa watu ambao wanaokuamini wewe subhana na wanaiamini siku ya mwisho peke yake. Hawa ndio ambao nakuomba Allah subhana uteremshe riziki. Mafanikio ya biashara yako, ya kazi yako yatapatikana pale ambapo ulipompwekesha mola wako na ukakata kamba zote za binadamu na viumbe wengine. Lakini pia Allah akatangaza wazi kabisa kwamba mji wa Makka ni mji wenye amani. Aliutangaza Allah subhanahu wa ta'ala, mji wa Makka ni mji wenye amani. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubaraka wa hudan lil'alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man dakhalahu, na yeyote atakaoingia mji huu wa Makka, wa man dakhalahu kana amina, atakayoingia mji huu atakuwa ni mtu mwenye amani, mwenye utulivu, kwa sababu nafsi yake itatulizana kujifungamanisha na Mola wake. Itakuwa na hakika kabisa ya kwamba zile haja ilizokuwa nazo, shida zilizokuwa zimemtanda, misukosuko inayomtatiza kwenye maisha yake, sasa yupo kwenye baladun aminun, yupo kwenye mji wenye amani na utulivu, mji ambao yu'badu Allahu fihi, Allah subhanahu huabudiwa kwenye huo mji. Wa man dakhalahu kana amina, bali Allah subhanahu wa ta'ala pia amesema wa idh ja'alna albayta mathabatan linnasi wa amna, pale ambapo Allah subhanahu alipoifanya ile nyumba ya Kaaba ile kuwa ni mahala ambapo watu wanakusanyika, wanakuja, lakini sehemu yenye amani. Na hapa sehemu yenye amani kwa mujibu wa aya niliyoitaja mwanzo, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, ni kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja kufungua mji wa Makka aliyavunja masanamu 360 kuhakikisha ya kwamba hakuna kingine chochote chenye kuabudiwa, la malakan, si malaika, wala nabiyan mursala, wala nabii aliyetumwa, wala rasulan, wala mtume yoyote, wala waliyan, wala hakuna cha wali anayestahiki kuabudiwa kwenye mji huu wa Makka, wala qabran, wala dhariha, wala kaburi, wala qibab, hayaabudiwi kwenye mji huu. Mji huu anayeabudiwa peke yake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana mnaona mahujaji wanatoa pesa zao, mamilioni ya mapesa, wakikusudia nyumba ile, si kumkusudia wali wala shekhe wala sharifu wala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanaotoka hapa hawaendi kumwabudu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni akbaru wali, ndiye wali mkubwa sana
wa akhsha an-nasi wa atqahum, na mtu ambaye anayemuogopa sana Allah subhana. Wanapotoka kwenye safari zao Tanzania, Dar es Salaam, uwanja wa ndege wa Nyerere, wanapokwenda kutua katika viwanja vya Jidda au Madina, hawamkusudii kumwabudu Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanamkusudia kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana wanaponyanyua mikono yao kwenye viwanja vya Arafa, hawasemi tunakuomba Muhammad tusaidie, hawasemi ewe wali Muhammad fulani fulani tutatulie matatizo yetu, hawasemi kaburi la fulani katika watu bora waliopo kwenye mji huu wa Makka au waliopo kwenye mji huu wa Madina, tunakuomba ututatulie matatizo yetu, nchi zetu zimeingia kwenye machafuko. Hawamuombi mtu yoyote. Mji huu ukawa ni mji wenye amani, kila anayekuja anakuja kwa utulivu amwabudu Allah subhanahu subhana. Na miongoni mwa sababu kubwa sana, min a'zami asbabi al-amni min al-khawf, moja ya sababu kubwa sana ya mtu kupata amani, utulivu kwenye nafsi yake, ni tahqiqu al-ubudiyyati lillah, ni kuhakikisha anamwabudu Mola wake peke yake. Yani huu msingi huu akiweka kwenye maisha yake, asimtegemee isipokuwa Allah, asimwombe msaada isipokuwa Allah, matatizo yatakapomsibu wa kuyaondosha hakuna isipokuwa Allah, na mengineyo katika mambo ya msingi. Msingi huu akiuhakikisha, atapata amani yeye, familia yake, nchi aliyopo. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Ukhalifa, utawala, Waislamu kushika dola, wewe kuwa na nguvu kwenye ardhi, kupata utawala uliokuwa imara kwenye ardhi. Allah anasema la yastakhlifannahum fil ardh, atawafanya walioamini miongoni mwenu na wakatenda matendo mema, atawafanya ni makhalifa, viongozi kwenye ardhi hii. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum, atawatilia nguvu dini yao ambayo aliyowaridhia. Kisha akasema wala yubaddilannahum, atawabadilishia min ba'di khawfihim amna, baada ya hofu walizokuwa nazo atawabadilishia kuwa ni amani, kwa sharti tu ya'budunani la yushrikuna bi shay'a, waniabudu mimi peke yake, peke yake waniabudu mimi, wasinishirikishe na kitu chochote. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Alhamdulillahi ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، إني واتوا وجه الله سبحانه وتعالى. يقول مولى جل وعلا في كتابه، anasema Mola wetu subhanahu wa ta'ala ndani ya kitabu chake, was-samaa banaynaha biaydin wa inna lamusi'un wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين والسماء بنيناها بأيد, na mbingu mnazoziona tumezijenga na kuziumba kwa nguvu kubwa sana na kwa uwezo wa hali ya juu. Wa inna lamusi'un, na hakika sisi ndio ambao tumeitandaza na kuisambaza ikawapana hii mbingu zote kwa ujumla wake, tumefanya sisi. Anasema haya maneno Allah, wal arda farashnaha, na ardhi mnayoiona sisi ndio ambao tumeitandika kwenye hii dunia. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun,
pongezi na ubora wale ambao wameitandika ardhi hii na kuitanua. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun, na kutokamana na kila kitu tumekiumba pacha kuwa kina jozi, kila kimoja kimekuwa na mwenzake. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun, ili muweze kukumbuka. Aya hizi tatu Allah subhanahu wa ta'ala anaonesha uwezo aliokuwa nao, uwezo ambao hakuna kiumbe yoyote kwenye hii dunia ana uwezo wa kufikia hivi. Na yeyote atakayedai kwamba ana uwezo kama huu alioufanya Allah subhanahu, fahuwa kafirun birabbih, huyu ni kafiri aliyemkufuru Mola wake subhanahu wa ta'ala. Atakayesema ya kwamba yeye ndiye ambaye ameimiliki hii mbingu yote, yeye ndiye ambaye ardhi hii anaiendesha anavyotaka yeye, yeye ndiyo qutubun min aqtabil ardh, kwamba yeye ndiye ambaye ni nembo na ni nguzo zilizomo kwenye hii ardhi. Yudabbiru al-umura, anayaendesha mambo. Wa ya'lamu al-ghaiba, anaelewa mambo yaliyofichikana. Qulubu al-arifina laha uyunun tara ma la yura lin-nadhirin, kwamba wao wana macho ya kuona msichokiona wengine. Wanaweza wakaendesha mambo ya miaka iliyopita, miaka ya mambo yajayo huko mbele. Atakayedai kwamba ana nguvu kama za Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa kafir. Wasamaa banainaha biaidin, Allah anathibitisha yeye ndiye ambaye amezikunjua hizi mbingu kwa upana wake. Wa inna la musiun, ardhi yote hii ambayo binadamu wanakaa, kiasi chote cha ardhi hii, sehemu yenye maji na isiyokuwa na maji, yenye wanyama isiyokuwa na wanyama, wanakaa viumbe wowote wale, aliyeitandika chini ni Allah. Fa ni'mal mahidun, na ubora wa mwenye kuzitandika hizi ardhi ni yeye subhanahu wa ta'ala. Kisha kwenye kila kitu, wadudu, wanyama, vitu, amevijalia kuwa ni pacha, kuwa ni jozi, kwamba kila kimoja kina mwenzake. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Anataja uwezo wake Allah katika haya mambo, kisha anasema fafirru ila Allah, kimbilieni kwa Allah subhanahu. Hakuna mahala pa kukimbilia kwingine, sio kwa wali sharifu, kaburi la nabii, kaburi la sahaba, kaburi la nani yoyote, babu yako, bibi yako, na wema wake na ucha Mungu wake. Allah anasema fafirru ila Allah, kimbilieni kwa Allah. Aya iko wazi, muhkama, aya iko wazi, imenyooka, haina mapindo yoyote. Amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili, watu waovu waliopondoka nyoyo zao, ndio aya zilizokuwa wazi huwa hawazipeleki kwenye makusudio yake, wanazipeleka pengine kwa lengo la kutafuta fitna kwenye dini. Wa ibtigha'a ta'wili, na kutafuta ta'wili ambayo si sahihi. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna billah, waliobobea kwenye elimu kweli kweli, wao wanasema amanna billah, sisi tumemwamini Allah subhana. Ndipo pakulia kwa Mola wetu, hatutoi machozi kwa viumbe wenzetu, hatujidhalilishi kwa kiumbe chochote kile. Allah anasema fafirru ila Allah, kimbilieni kwa Allah. Walfiraru, na kukimbilia kwa Allah, hunaka farqun baina alfirar, kuna utofauti wa kukimbilia. Kuna firaru suada wa firaru al-ashqiya, firaru suada wa firaru al-ashqiya. Kuna ukimbiliaji wa watu wema wenye mafanikio, watu wazuri, wana mahala wanapokimbilia. Alafu pia kuna ukimbiliaji wa watu waovu. Wakimbiliaji waliokuwa watu wema, suada, yafiruna ila Allah, huwa wanamkimbilia Allah. Firaruhu min Allah, wanapokimbilia mambo yao yamewabana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakipata na hili, yunaduna Allah,
wakipata na jambo wanamuita Allah, wanatafuta faragha, wanaswali rakaa mbili, wanamlilia Mola wao subhanahu wa ta'ala, wananyanyua mikono yao, wanamuomba Mola wao subhanahu wa ta'ala. Hawa ndio as-suada, watu wema. Lakini kuna firarul ashqiya, hawa sasa ni firaruhum min Allah ila ghairihi, yani hawa kazi yao ni kumkimbia Allah na kwenda kwa mwingine. Wanamkimbia, si wanamkimbilia, wanamkimbia Allah subhanahu, na wanakimbia na kwenda kwa mtu mwingine au kiumbe kingine. Ila shayatini al-insi wal jin, kwenye mashayatini wanamkimbilia shaytan, kwenye majini wanakimbilia majini, kwa sababu wameona kule kuna manufaa ya haraka haraka. Wataandika matambiko, wataweka matambiko, masindiko ya kila namna, watawafungamanisha watu na viumbe wenzao, watakimbilia kwa mashayatin. Lakini pia watakimbilia kwa viumbe wengine kama vile mawali, kama vile manabii, kama vile masharifu, kama vile wakina nani. Watakwenda kulala kwenye kaburi, watalala kwenye makaburi, watagaragara. Mola wao kawaambia fafirru ila Allah. Nabiyullah Ibrahim alayhi salam, Khalilur Rahman, baba kipenzi cha manabii au kipenzi cha Ar-Rahman Allah subhanahu, ambaye anaitwa Imamul Hunafa, kiongozi wa watu wanaojipeleka kwa Allah subhanahu, kiongozi wa watu wa tauhid. Nabiyullah Ibrahim anasema inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Maneno yako wazi ya waja wema, inni muhajirun ila Allah, hakika yangu mimi ni muhajirun, ni mwenye kuhama. Na hamia wapi? Ila Allah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kabla yake palikopa na manabii waliopita, wakina Adam, wakina Nuhu, walishapita huko nyuma, lakini hakusema mimi ni muhajirun ila jahi Nuhu, kwa kupitia cheo cha Nuhu. La, inni muhajirun ila Allah. Hakuna wasito unaomzuia mtu na Mola wake, hakuna pazia iliyomzuia mtu na Mola wake. Walikuwa wanasema inni muhajirun ila Allah innahu huwal azizul hakim. Ka'bi ibn Malik, Muraratu na Hilal, masahaba watatu hawa walipobaki nyuma bila sababu kwenye vita vya Tabuk, Allah anasema katika suratu Tauba, wadhannu annahum la malja'a min Allah illa ilayhi, walipata yaqini ya kwamba hapana mahala pa kukimbilia isipokuwa kwa Allah subhanahu. Wakamwelekea Mola wao, wakafanya toba, wakaomba msamaha kwa Mola wao kwa kosa la wao kutokuhudhuria katika vita vya Tabuki bila ya sababu yoyote. Walikatwa, kutokusemeshwa takriban siku 50. Hawawezi kununua, hawawezi kuuza, hawawezi kuna duka lolote, wala wake zao pia hawakuwa wanakaa nao karibu, waliambiwa watijitenge nao siku 50. Ka'b ibn Malik na Muraratu na Hilalu, masahaba watatu. Allah anasema fadhannu annahum la malja'a min Allah illa ilayhi, wakawa na yaqini kwamba binadamu hao wenzetu hawezi kutusaidia chochote. Yuko Muhammad pale sallallahu alaihi wasallam, yuko Abubakar Siddiqi kabirul wali, wali mkubwa sana Abubakar Siddiqi yule pale yuko hai, Umar ibn Khattab yule pale, Uthman, Talha, Saad ibn Muadh, masahaba wakubwa, mawali wakubwa wako mbele yake wanatembea. Wote wakasema hawa hawawezi kutusaidia chochote. Wadhannu annahum la malja'a min Allah illa ilayhi, wakawa na yaqini kwamba muokozi wa haya ni Allah peke yake. Wakamrejea Mola wao, wakafanya toba, wakamwomba msamaha Mola wao kwa kosa walilolifanya. Toba yao akaisikia Mola wao aliye juu subhanahu wa ta'ala, akawakubalia toba yao, wakapewa bishara ya kusamehewa madhambi yao. Ibadallah, hakuna kimbilio isipokuwa kwenye tauhid. Tauhidullah, huu ndio msingi utakaoweza kumwokoa mtu yeyote na kumbakisha salama kwenye dini yake. Tukitoka kwenye huu msingi tukaitikia viumbe wengine
eti kwa sababu walikuwa na cheo, ni wacha Mungu, ni watu wanamlilia sana Mola wao, walikuwa wanafanya ibada, walikuwa wanafunga sana, ni watu walikuwa wanazungumza ilmu, ni watu waliokuwa wanafanya taa mbalimbali, walikuwa wanawasaidia watu. Tukamwacha Allah subhana, tukawaelekea hawa watu, msingi huu utakuwa umevunjwa kwa kiasi kikubwa sana. Na bila shaka tutakuja kuendelea na hutuba yetu, tutakuja kuzungumza madhara na hasara inayopatikana watu wakiacha msingi huu. Nini dunia inakumbwa na msingi huu kiachwa? Ndugu zangu, nimalize hutuba yangu kwa kusema waliotembea nchi za Uarabuni wanaweza wakawa mashuhuda wakubwa sana wa baadhi ya nchi. Nchi ya Saudi Arabia peke yake haina kaburi la walii hata mmoja anayetukuzwa, hakuna walii. Na hapa tunazungumza walii mkubwa ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nendeni mkaone pale Madina msikitini namna walinzi walivyokaa, wanakuelekeza tu, toa salamu ondoka, toa salamu ondoka. Na Allah tabaraka wa taala ameficha siri ya makaburi ya manabii wake duniani, kaficha, isipokuwa nasi iliyokuja kwenye Bukhari ya mahala ya yule bibi aliyokuwa anajua mahala alipozikwa Musa alayhi salam. Lakini duniani hakuna mahala ambapo tunajua eti hii ndiyo sehemu maalum alipofishwa Nabiyullah Lut au Ibrahim, hakuna. Tumeona baadhi ya maneno mbalimbali ya mashekhi wa Kitanzania wakisema kwenye hijri, kwenye Kaaba pale kwenye hijri ile, eti kuna kaburi la Nabiyullah Ismail. Kwa hiyo tunafanya tawafu pale, tunafanya tawafu kwenye kaburi ambalo liko mle ndani amezikwa Nabiyullah Ismail. Niliacha hili, nataka kulisema mimi hapa ni kwamba Allah ameficha hii siri. Ukitembea miji ya Uarabuni, mfano Saudi Arabia, ukatembea mahala kokote pa historia, huwezi ukaukuta mfumo wa watu wanarambaramba makaburi ya watu wema, huwezi ukakuta. Kwa sababu nataka nchi hii ibaki na dua ya Nabiullah Ibrahim, Rabbi ij'al hadha baladan amina, ufanye mji huu kuwa ni mji wenye amani, aabudiwe Allah peke yake. Sasa ndugu yangu, nenda kwenye mji wa Yemen, eneo la Hadramaut, kitongoji cha Trim, ambapo panasema pana kaburi la Nabiyullah Hud, kaburi la Nabiyullah Hud. Hawa watu wa Yemen wanaosema mji wao wa Yemen una kaburi la Nabiyullah Hud, wakati huo Omani wanatangaza kwenye vyombo vya habari mbalimbali, maeneo ya Shalala Susalala huko kuna kaburi la Nabiyullah Hud, kaburi refu sana. Walikuwa wawili Nabiyullah Hud. Tuache huo mzozo wa kaburi liko wapi. Nini mnakifanya ayuhal yamaniyun, enyi watu wa Yemen wa maeneo ya Trimu hapo, mnayafanya nini hayo makaburi ya hao manabii? Sitaki nikuhadithie kinachofanywa, lakini nakwambia tafuta tu uangalie kaburi la Nabiyullah Hud, na mna Waislamu wanavyoliramba lile kaburi na kulala pale, na mna wanavyolinyenyekea lile kaburi la Nabiyullah Hud. Man amarakum bihadha, ni nani amekuamrisheni kukomba makaburi ya hayo ya watu wema hao mnaodai nyinyi? Atadhalul wa huwa alibadatu lillah, kujidhalilisha kote. Mtu anatakiwa ajidhalilishe kwa Mola wake peke yake. Njoo Tanzania sasa, sikutajii nani, lakini nakwambia nenda Mburahati, nenda Tanga pia, alafu yatafute makaburi ya watu ambao wanaodaiwa walikuwa ni watu wema. Na Allah kajalia siku hizi mitandao inafichua kila kitu. Sisi tunachokizungumza hatumsemi mtu kwa ubaya, bali tunasema anachafua msingi wa mafungamano ya mwanadamu na Mola wake. Basi hayo mengine fanya unayotaka kuyafanya, lakini huu msingi usiuchafue.
bali nimesoma moja ya kitabu, insha Allah tuje kutaja siku moja hapa, moja ya kitabu cha hao watu wa Trimu huko ya Yemen. Wanasema yeyote atakayezuru kaburi la shekhe, akataja jina lake kwa Sagaf, atakayekwenda kulizuru ile kaburi la shekhe, malipo yake ni kama vile hija na umra. Ni kama vile wewe umepanda ndege una Saudia kwenda kufanya ibada ya haji au umra. Yale malipo yale unayapata kwa kuramba na kulalala kwenye kaburi la shekhe. Sisi hatukubaliani na mambo kama haya aslan wa abada. Tunaona ni msingi wa tauhidi unabomolewa, msingi wa kuabudiwa Allah unabomolewa, na tunauona cheche zake zinaingia kwa kiasi kikubwa sana humu ndani, na bali zipo, sema hazisemwi tu kwa ufasaha zaidi, lakini msingi huo upo. Tunachokitaka sisi watu wote wafahamu Mola wao subhanahu wa ta'ala, aliyewaumba, aliyewaruzuku na anayewapa riziki zao kila siku, anawatosha Mola wao. Hatuna haja na mtu yote mwema. Sisi alikuwa duniani na ameishi na ametenda mema yake, jambo lake limeisha, twamuombea kwa Allah msamaha na amtakabalie nao msamehe madhambi yake. Hilo ndio jambo letu, kwa sababu Qur'ani ina aya ziko nyingi sana zimethibitisha kwa uwazi kabisa kwamba walio makaburini, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, mkiwaomba hawasikii maombi yenu. Mkiwaomba, mkiwaambia shida zenu hawasikii. Anayetakiwa kuomba ni Allah, anayetakiwa kuliliwa ni Allah, anayetakiwa kutafutiwa kila aina ya shtaka apelekewe ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tukibana na matatizo ya familia, ya nafsi, jamii, tumlilie Mola wetu. Huko ndiko kuna salama na ndiko kuna amani. Alfiraru ila Allah, alfiraru ila Allah. Kukimbia tukimbilie kwa Allah, kukimbilia tukimbilie kwa Allah kwenye kila hali inayompitikia mja. Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.